Unaenda wapi? Kako nani tena? Nilikuwa nimesimama pale muda mrefu sana. Ikanibidi nisogee kwa sababu nimeumia. Ni nani huyu mwenye roho kama hii? Anaweza kuwakatili watu wawili wanaopendana na kuacha waende mbali. Ni nani? Wewe ni nani? Naitwa Surya. Unafanya nini kumipakani na umetokea wapi? Sina hapa kuelekea. Ndio maana nimeamua kukaa huku kutangatanga. Naomba unisaidie. Kama hutojali. Hamna mtu anayependa kukaa porini. Ila hata mimi huko nilipotokea nimefanywa ukatili ambao hufai kwa binadamu yoyote yule. Hakika kwenye hii dunia kuna watu wana roho mbaya sana. Kijiji changu hakipo mbali. Spirway kama unapafahamu. Naomba unisaidie japo sikufahamu. Ningekusaidia, lakini hata mimi huko nilipotokea nimeacha matatizo na hapa nilipo natafutwa, ndio maana najificha huko. Bora hata ubaki hapa uanze kujificha tu. Maana nikikupeleka kwetu nitakuingiza katika matatizo. Hapana. Mimi mwenyewe huko nilipotoka natafutwa kama unavyotafutwa. Wote tumekutana tuna matatizo. Basi inahitajika tusaidiane. Mimi naomba unipeleke huko. Kama nikikukuta jambo lolote, mimi niko tayari kukabiliana nalo. Sawa. Dada, samani, naomba nisogee hapo pembeni nijisaidie haja ndogo. Nakuja sasa hivi. Haya sawa, nitakusubiria hapa hapa. Basi sawa. Aya sasa, ufanye uzembe tena. Mtu wako yule pale nishakuletea. Nashukuru sana mdogo wangu, sorry. Acha basi nikamalize mchezo. Sawa, acha na mimi niende nikamalizane na wengine maana bado kuna wengine nawafuatilia. Tabibu, yuko wapi huyo kuku? Nakuuliza yuko wapi? Nilikutuma kule ukamchukue umlete hapa. Mbona unakuja mikono mitupu unakuja peke yako? Huenda taarifa zitakuwa mbaya kwako. Ila nimefika malangoni kwa success. Sijamkuta kabisa. Inaonekana ametoka yeye na mke wake. Maana nimeingia hadi ndani kwa tafuta. Nimewakosa.
lakini watakuwa hawajafika mbali, au hata kama wakiwa wamevuka, au watakuwa wameondoka hata usiku. Na wasiwasi na hilo, ila nimefanya kama ulivyoniagiza. Nimeenda kweli kuwatafuta. Tabibu wangu, katika maisha yangu na kuamini wewe sana, lakini kila ninapokuwa nafanya mambo yangu ya ili roho yangu ilizike, wewe unaharibu. Au wewe ndio unashirikiana nao? Hapana. Mbona mimi napambania uongoze kijiji? Mbona mimi napambania uzidi kusimama katika madaraka yako? Mbona mimi nakupambania sana Minyembe? Kuna matatizo mengine yanakuwa juu ya uwezo wangu. Hayo makosa unalaumu hapa yalikuwa juu ya uwezo wangu. Unafikiria nimetoka kule, nimefika pale, sijawakuta, ningefanyaje? Mimi nina akili zangu, unasikia? Huyu mke wangu mdogo ana akili nyingi sana, na ndio maana anakutiti maarifa wewe. Umesikia? Niko hapa mume wangu. Ulia wewe. Unaona? Mke wangu, leta hapa wewe. Mke wangu pitisha. Unaona sasa? Na nikwambia, unaona mke wangu anakuzidi maarifa. Sijaona mimi asikali mpuzi kama wewe mjinga. Pitisha hapa. Mama hapa. Simama hapa. Wewe tulia. Asante sana mke wangu. Wewe ni mwanamke ambaye nakuaminia. Kwanza leo wewe na kushusha beo. Ni pole wewe nyumbani kwangu, kaa hapo usaidizane na mke mdogo. Mke mkubwa. Umempata wapi huyu sisimizi? Wewe nimemkuta na mume wake. Walikuwa wanatoroka nje ya mji wetu. Lakini nimemkamata mume wake, sijafanikiwa kumshika. Kwa nini umemwacha yeye? Sasa usijali. Huyu nitadili naye. Ila sasa naomba kitu kimoja. Umesikia? Ondoka hapa, nenda kadiri kumtafuta mume wake tena. Uje naye hapa. Atala umjinga. Bure kabisa. Uhakikishe unakwenda kule. Ila na kuahidi huyu acha nimpe adhabu. Adhabu yangu najua kwa watoto wa kike. Umenielewa? Wewe wahi kafuatilia hilo swala ili usishuhudie haya anayoyafanya, maana itajulikana kijiji kizima. Sawa mtawala wangu. Sawa. Naomba ubaki unaangalia hapa. Nikafanya kazi yangu. Nitarejea. Angulia. Hii hapo. Hii ndo mnasaini ya tamu. Kwa sababu mimi napenda sana. Hii hapo. Hii ndo mnasaini ya tamu. Kwa sababu mimi napenda sana. Unaenda wapi? Sasa nani tena? Usiondoke, mimi nataka nioge. Naijua hiyo. Mimi mchungulie mwanamume wangu wakati anaoga. Kanikuta pale.
Tulia hapo. Hii ndo adhabu inastahili kwa watu wajinga kama hawa. Mimi huwa sicheze na Mato. Na yule mwenzako akija hapa na yeye namfanyia kama nilivyomfanyia mke wake. Ila Minyembe, unasifika sana kwa kupeleka moto na kuwakalawili wanawake kama wale, lakini siku nyingine adhabu kama hizo unaniachaga hata mimi mwenyewe. Natamani sana ila nashindwa tu kukwambia. Umenuna Dasling, usininunie. Mimi sina kosa lolote, kwa sababu mimi sina shida na Mansuri. Mansuri huyo ni wa kwako. Kipindi ambacho wewe ulikuwa unampenda Mansuri, mimi nilikuwa sina shida naye, ila kielele chake Mansuri ndio kimemleta kwangu. Mimi sina shida naye kabisa. Alafu nikutoe hofu. Wewe tu nenda kaeleze hisia zako kwa Mansuri, atakuelewa. Oh, usili. Inafurahisha sana. Sasa hiyo mipango yako uloipanga iko wapi? Nakuuliza wewe, hiyo ni mipango ya kitoto. Ukiwa unapanga mipango, tumia akili. Kuna huyo mke wa Success yupo kwa Minyembe, alafu kuna Mansuri. Sasa mbona umeamka kabla sijamaliza kumtaja Mansuri? Mansuri umempeleka wapi? Mansuri sijamfanya kitu kibaya. Mansuri yuko chini ya himaya yangu Surya. Yupo kwenye uangalizi wa dada yangu Shauria. Umenielewa? Nataka uniambie Mansuri umempeleka wapi? Sasa ni kitu gani ambacho hujakielewa Dasmin? Nimesema Mansuri yuko chini ya himaya yangu. Unataka nikwambie nini? Nisikilize nikwambie, ukiwa unapanga mipango, tumia akili kwanza. So unakurupuka tu. Sasa leo nilikuwa namfanyia yani leo nimeburudika naye ile mbaya. Niambie Dasling, kwa nini umeshindwa kufika nyumbani hapo tu na umeamua kuniita hapo? Sijafika nyumbani kwenu kwa sababu muda bado. Muda ukifika nitakuja. Lakini unafahamu kuwa marafiki ni ndugu. Mimi sidhani kama ungeweza kufika nyumbani kuna mtu ambaye angekuzuia. Basi sawa, naomba uniambie kilichoniitia hapo. Nataka nikuulize, hivi marafiki hawezi kupendana? Dasling, tazama lile jua. Kabla halijachomoza, huwa limejificha ndani ya mawingu. Na baada ya muda kadhaa, yale mawingu yalomficha jua ndo yanamwachia jua na kuangaza ulimwengu mzima. Unajua namaanisha nini? Yale ni mapenzi na urafiki ndani yake. Mapenzi huanza kama mchicha na baadaye huwa makubwa kama mbuyu. Hivyo kwa marafiki. Unaweza kuwa na rafiki yako, baadaye mkaweza mkajenga familia, mkaoana na mkaweza kuishi pamoja.
Kwa marafiki wanaweza kawana? Ndiyo Daslin. ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूं हाय कुछ। Usiumie bwana, mimi nakutania. Nilikuwa sitaki kuongea na wewe na nilipanga muda sana nikuue, lakini muda wako bado. Siku ikifika nitakuua. Hivyo ni vitisho tu, alafu mimi sitishiwi na wewe. Muda wako ukifika nitakuua. Wewe, kulingana uzembe wako wa kazi, unaniangusha sana. Yule ungemleta wewe, ningekuachia ukafanya kazi hiyo. Lakini wewe mpumbavu mpaka analeta na mke wangu. Wewe ulikuwa wapi? Kwa hiyo adhabu zingine usio unanifuatilia. Tulia hapo. Nenda kafanya mambo yako. Umemfanya nini yule? Yule ndo jinsi alivyo. Kwa hiyo mzoee. Mbona kaondoka amenuna? Hebu weka fimbo chini kwanza. Hapana. Hebu sogea hapa. Alafu unajua wewe ni kijana mzuri sana. Kweli mimi mzuri? Yaani nikiangalia hii sura yako, hivi vinyusi. Mbona kaka ananidanganyaga? Kweli mimi mzuri? Ndio. Wewe ni mzuri. Kwani ukijiangalia unajionaje? Hebu jaribu siku moja kuchukua kioo. Kioo ndo nini? Haujui kioo? Basi nisikilize. Unachukua hicho kioo mimi nitakupa. Kweli? Alafu unajiangalia macho yako, hizi nywele, jinsi ulivyo. Yaani wewe kweli mimi mzuri. Kwani unakaa wapi? Mimi nilikuwa tunatembea tembea, nikaamua kupumzika hapa. Basi twende kwetu. Twende kamuone kaka. Kweli? Kweli. Basi naomba nikukisi kidogo tu. Unajua kisi ni nini? Ndo nini? Ni hivi. Twende. Na fimbo. Achana nayo.